katika kusikiliza kesi za uchaguzi, alafu baadaye nitahitimisha. Utawala wa sheria ni dhana inayotumika katika mazingira tofauti, na tafsiri yake imekuwa ikitolewa katika mazingira tofauti, lakini kwa mazingira ya mada hii nitatafsiri utawala wa sheria kama hali ya raia na watawala wote kuheshimu sheria na katiba ya nchi. Tanzania, swala la utawala wa sheria sio geni. Ukisoma katiba yetu inaelezea utawala wa sheria, na baadhi ya maamuzi, kwa mfano kesi ya mwanasheria mkuu wa serikali na mwenzie dhidi ya Amani Walid Kaburu aliyotoka kuisite Kansompoki, mahakama ya rufani ilisema kwamba moja kati ya misingi muhimu katika nchi yoyote ya kidemokrasia ni utawala wa sheria, wa sheria, na ilisema kwamba dhana hiyo inapatikana kwenye katiba yetu, ambapo ni kwenye ibara ya 26 ibara ndogo kwanza, ambayo inasema kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba na sheria za Jamhuri ya Muungano. Ukija kwenye utekelezaji wa sheria za jinai, sheria za jinai zinaundwa na makundi mawili ya sheria. Kuna sheria zinazotengeneza makosa ya jinai na sheria zinazotoa mwongozo wa mwenendo wa kutekeleza mwenendo wa utekelezaji wa makosa ya jinai. Samahani, training yetu mara nyingi ni kwa Kiingereza, kwa hiyo nakuwa najaribu kubadilisha maneno ya Kiingereza kuja kwa Kiswahili, mtanisamehe nitakapokuwa na sita. Kwa Kiingereza tunaita kuna criminal laws ambazo zinatengeneza criminal offenses, alafu kuna criminal laws ambazo zinatengeneza criminal procedures. Ni sheria tofauti ambazo zinatumika katika mazingira tofauti. Lakini katika utekelezaji wa sheria za jinai, hasa katika kuzitekeleza kikamilifu, mara nyingi unakuta law enforcers ambao tunawaita watekelezaji wa sheria wanatakiwa wazingatie yale yaliyowekwa kwenye kanuni na taratibu zinazoongoza utekelezaji wa sheria za jinai. Sasa tukija kwenye mambo ya uchaguzi, sheria zinazotengeneza makosa ni nyingi. Ukiangalia kuna baadhi ya makosa kwenye uchaguzi yanatokana na kanuni za adhabu ambayo tunaita penal code. Kuna baadhi ya makosa yanaingia kwenye sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa. Kuna baadhi ya makosa yanatokana na sheria ya huduma za habari na sheria aliyoicite Dr. Mandi ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Lakini ukiangalia sasa kwenye swala la uchaguzi hasa, sheria hiyo ya uchaguzi wa urais, rais, wabunge na madiwani imetoa makosa mengi ambayo yanaweza yakafanyika ya kiuchaguzi, na nitayataja kwa haraka. Kwa mfano, kumdhamini mgombea mara mbili ni kosa. Kumzuia msimamizi wa kituo au msaidizi wa kituo au msimamizi wa uchaguzi au msaidizi wa uchaguzi kutekeleza kazi zake ni kosa. Kutumia wadhifa kumkatisha tamaa mtu au kumuomba ajitoe ni kosa kwenye kugombea. Mwenendo usiofaa wa watendaji wa uchaguzi ni kosa. Kutoa matamko ya uongo kuhusu kujitoa kwenye kugombea ni kosa. Vishawishi vya rushwa kwa ajili ya mtu kujitoa ni kosa. Kutoa ushahidi wa uongo na maelezo ya uongo ni kosa. Kutoa hongo, takrima, kumrubuni mtu ni kosa. Kujifanya mtu mwingine ni kosa, na makosa mengine ambayo yanaweza kama yalivyotamkwa kwenye sheria hiyo. Dhana ya demokrasia kwenye katiba yetu pia
ni swala ambalo limepewa misingi ya kikatiba. Kwa mfano, ibara ya 3 ibara ndogo ya kwanza inasema kwamba sisi ni nchi ambayo ya kidemokrasia na inayofuata mfumo wa vyama vingi, na shughuli za kidemokrasia, namna ambavyo raia wa Tanzania wanaweza kuzifanya kwa lugha nyepesi sana, ni kama ilivyoelezewa kwenye ibara ya 21 ibara ndogo ya kwanza na ibara ya 21 ibara ndogo ya pili, ambayo inasema ni ile haki ya raia kushiriki katika shughuli za utawala wa nchi, ama moja kwa moja au kwa uwakilishi kutokana na uchaguzi, na uhuru wa watu kushiriki katika masuala kufikia maamuzi ya masuala ambayo yanawahusu moja kwa moja. Sasa katika kutekeleza hiyo dhana ya kidemokrasia, kama alivyotangulia kusema Jaji Warioba na hata rais wetu wa TLS Mwabukusi alisema, ibara ya 8 ndio inaweka msingi wa kwamba watu ndio watakao kuwa na maamuzi ya mwisho kwenye utawala na shughuli za nchi yao, na inasema hivi: wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi, na wananchi watashiriki katika shughuli za serikali yao kwa mujibu wa katiba. Ukienda kwenye kifungu cha 20 na katiba ibara ya 20, katiba ndogo ya ibara ndogo ya kwanza inatoa uhuru wa watu kujiunga au kuanzisha vyama kutokana na imani zao au maslahi yao ambavyo yanaweza kufikiwa kutokana na uanzishwaji wa vyama hivyo. Kwa hiyo dhana ya demokrasia ili iweze kutekelezeka sasa kama ilivyowekewa misingi kwenye katiba, watu wameruhusiwa kuanzisha vyama kutokana na imani zao, itikadi zao, lakini kwenye ibara hiyo imekataza visianzishwe vyama vitakavyokuwa na mambo ambayo yatakuwa na misingi ya kidini na vitu vingine kama hivyo ambavyo vinaweza kuharibu usalama wa nchi. Sasa ni namna gani ambavyo watu wanaweza wakafaidika na demokrasia ya vyama vingi kama ambavyo tumeweza kuona hapo awali? Faida kubwa ya demokrasia ya mfumo wa vyama vingi ni kuwawezesha wananchi kuwa na maamuzi kwenye kuchagua ni nani atawaongoza, na pia katika ile dhana ya kuwa na uwakilishi kuweza kuamua kuhusu mambo yanayowahusu, kwa mfano mambo ya sera, sheria na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia katika kutekeleza dhana ya demokrasia katika mfumo wa vyama vingi, inasisitizwa kwamba kuwe na uvumilivu wa kisiasa. Yaani kwa sababu demokrasia ni ile hali ya kumwezesha mtu kuweza kuamini anachoamini na kuweza kutoa maoni yake kama ibara ya 20 inavyosema kwamba mtu anaweza akajiunga na chama chochote ili kuweza kueleza vitu anavyoviamini na kuwa na uhuru wa kuweza kutoa maoni yake. Kwa hiyo katika hali hiyo inasisitizwa kwamba kuwe na uvumilivu wa kisiasa na kuheshimu utawala wa sheria kwa ile misingi ambayo mtakuwa mmejiwekea kama nchi au kama raia, ili kuweza kuhakikisha kwamba kunakuwa na haki, lakini isiwe na haki zisizo na mipaka. Sasa ni wajibu gani polisi wanao? Na polisi hapa simaanishi tu polisi kama taasisi pekee, nachukulia watu wote wanaohusika katika utekelezaji wa sheria jinai, kumaanisha kwa lugha nyepesi ya Kiingereza ni law enforcers.
Na nimekutana na andiko la polisi lilitolewa mwaka 2015, linaitwa wajibu wa jeshi la polisi katika uchaguzi wa demokrasia. Ilikuwa ni la programu ya mafunzo iliyotolewa na polisi ya mwaka 2015, na huku wameelezea wajibu wa polisi. Nikasema ni vizuri tuweze kukumbushana. Wajibu wa polisi katika uchaguzi, kwa mujibu wa kijarida kile ambacho pia nakubaliana nacho, ni kwamba wakati wa uchaguzi polisi wanatakiwa kuheshimu haki za binadamu za kila raia, kuwa na weledi katika utekelezaji wa majukumu yao, kuwa tayari wakati wote katika kutambua na kushughulikia jambo lolote linaloweza kuharibu mchakato wa uchaguzi, kuwa karibu na wananchi na kuwa tayari kumsaidia mpiga kura yeyote atakayehitaji msaada, kutokuwa na upande katika utekelezaji wa majukumu yao, kutotumia nguvu kupita kiasi, kwa sababu nguvu kupita kiasi zinaweza ikatafsiriwa vibaya, na kushughulikia matukio mbalimbali bila kuwa na hasa matukio ya mvutano wa kisiasa bila kuwa na upande wowote. Mengine mnaweza mkatafuta hicho kijarida, yameelezewa pale kwa upana zaidi. Wajibu wa mahakama, kwa sababu ukiangalia kwenye utekelezaji wa sheria za jinai, tukichukulia kwenye ile hali ya kawaida, kutakuwa na watu ambao au mamlaka ambayo itashughulikia zile hatua za awali, kumaanisha kupeleleza, kukamata, kupekua, kukamata mali kama zimepatikana kwenye upekuzi, mali zinazohusishwa na uhalifu, na kumfikisha mtu mbele ya mahakama. Akishafika mahakamani, sasa mahakama ndio itashughulika na huyu mtuhumiwa, na wakati huo atakuwa ni mshtakiwa kwa mujibu wa sheria mpaka pale ambapo hukumu itatolewa. Kwa hiyo ukiangalia utekelezaji wa sheria za jinai katika uchaguzi zinahusu hasa pande mbili, law enforcers ambao ni watekelezaji pamoja na mahakama. Na hapo awali nilisema wajibu wa polisi nimewatumia polisi kama sehemu tu, lakini inahusu law enforcers wote. Na hapa sasa nakuja kwenye upande wa mahakama. Wakati mahakama inashughulika na kesi zilizofika mbele yake, kesi za kisiasa, inatakiwa itambue kama ilivyoamuliwa na mahakama ya rufani kwenye kesi ya mwanasheria mkuu dhidi ya Walidi Kaburu na ya mwaka 96, itambue kwamba hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Yaani sheria ni supreme, kwa hiyo watu wote wanakuwa wanaangaliwa kwa mtazamo huo, kwamba hakutakuwa na wakati inatoa maamuzi iwaangalie watu wote kwamba ni sawa chini ya sheria, na kuweza kuzingatia ile dhana ya rule of law, kwamba rule of law ni hali ambayo wananchi pamoja na watawala wote wanaheshimu sheria. Pia kuna kesi moja ambayo ni ya hivi karibuni, sio karibuni sana, ni rufaa ya mwaka 2020 ambayo kulikuwa na mashtaka yaliyokuwa yanamhusu Freeman Aikaeli Mbowe na wenzake. Walishtakiwa kwa kufanya makosa wakati wa zoezi la uchaguzi, na kesi hii ilisikilizwa Kisutu, baadaye ikaenda Mahakama Kuu. Sasa kuna mambo yalielezwa kwenye kesi ya Mahakama Kuu ambayo nadhani ni ya muhimu, na nadhani hiyo ndio dhana ambayo mahakama ikiwa inashughulika na kesi za kisiasa inatakiwa iangalie, iwe na mtazamo huo. Kwenye kesi hii Mahakama Kuu ilisema nchi yetu ni nchi inayofuata mfumo wa vyama vingi, na uhuru wa kujieleza na uhuru wa kupata habari ni haki zilizopewa ulinzi kwenye katiba. Kwa hiyo wakati mahakama inashughulika na kesi yoyote ambayo inatokana na mambo ya kisiasa, inatakiwa iangalie
kosa hilo au malalamiko hayo katika muktadha wa kisiasa wakati huo, na kuna maneno ambayo ilisemekana kwamba yalikuwa yanaleta uchochezi, lakini baada ya Mahakama Kuu kwa hii background kuyaangalia yale maneno ikasema hapana, kwa muktadha wa siasa na kwa sababu sasa hivi tuko kwenye mfumo wa vyama vingi na mambo ya kidemokrasia, uhuru wa kutoa habari na kujieleza, ilienda ikasema kwamba kama maneno yale yalitumika kuwashawishi wapiga kura waweze kumpigia kura huyo aliyekuwa anasema, yalikuwa hayana dhana yoyote ya uchochezi. Kwa hiyo nadhani ni vyema wakati mahakama inaangalia kesi za kisiasa, kesi za uchaguzi, ikaangalia ikawa na muktadha huu kisiasa wa wakati huu. Baada ya hayo, naomba kuhitimisha kwa kusema kwamba katika utekelezaji wa sheria za jinai, vyombo vya utekelezaji vinapaswa kuongozwa na dhana ya utawala wa sheria, demokrasia, na kutambua kwamba katika mfumo wa vyama vingi ni muhimu kuwa na hali ya uvumilivu wa kisiasa na kutenda haki sawa kwa kila raia bila kujali itikadi za vyama au hali ya mtu. Asanteni kwa kunisikiliza.